Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu takbir. Allahu akbar. Haya. Hebu mpatie huyo Almayo nizungumze naye. Huenda akasilimu inshallah. Almayo, unaonaje wewe Muislamu? Mwalimu, kwanza nimwambie pole. Kwa nini? Haya, pole. Asante. Hadhara ndivyo imeisha. Haya, sawa, imeisha. Pole ilikuwa ni ya nini? Sababu juzi wakati msichana anasilimu nilikuwa pale nazungumza na wewe. Naam. Alafu wakati nakuja hivi nikamuuliza mwalimu, unasilimisha Islam? Nimesema hivyo. Alafu mwisho wewe unanimwambia Pastor Ali ameongea uongo. Sasa matusi bwana. Ukasema ameongea uongo, sitampea mai ukaninyima. Kwanza uongo sio matusi, ni sifa ya mtu. Sasa ulisema yule msichana alikuwa ni Muislamu na sisi tunasilimisha nani? Munaisilimisha Islamu. Sasa hiyo maneno ya kusema tunasilimisha Islamu, ungetoa evidence, wewe si muongo, ni mkweli. Lakini kwa kuwa hujatoa evidence, umezungumza tu na mdomo, na msichana anasema yeye si Islamu, anataka kuwa Islamu, wewe unatosha kuwa muongo. Umenipata? Na narudi atemaja kidogo. Ukitaka kitu mzuri, ikiwa kitu hujui, mtu hasemagi, anafaa aseme tu sijui, lakini sio unaongea ila hali huna elimu nayo. Mimi nina hakika huyo msichana humjui na hujawahi ona yeye, lakini bado unasema alikuwa Islamu, na ukiulizwa ushahidi huna. Kwa sababu hiyo sasa tulikwambia wewe ni muongo, basi tunaomba msamaha. Wewe si muongo, wewe usemagi tu ukweli. Hiyo ndo shida tu. Mwalimu, wewe si muongo, ni vile tu usemage ukweli. Mwalimu, kidogo imeisha. Nasema hivi kidogo, Almayo, nielewa shahidi yangu ni hii. Hata wewe ukue kweli, mimi nikue uongo. Wewe si muongo. Ngoja kidogo. Narudia tena. Almayo, wewe huwa usemi uongo. Wewe ni mtu mzuri. Shida tu usemage ukweli. Hiyo tu ndio shida. Asante, wacha nisiseme kweli. Hii umati waongee. Nimekuuliza uniulize msamaha, maneno ya kweli mbele yako. Nimekuomba msamaha. Asante, msamaha nimepokea. Na bado unabakia wewe ni mtu ambaye hasemi nini? Ati kweli. Ndio hivyo tu. Sasa angalia vile nimesema kweli. Auliza swali sasa. Mwalimu, vile nimesema kweli. Msichana amekuja kusilimu hapa. Wakati anakaa kwa kiti. Si alivaa buibui. Nani alikwambia buibui ni kwa Muislamu? Kalia huyo mtu. Hebu ngoja kidogo. Ngoja nikupe mfano kidogo. Wanawake wa Marsabit, Waborana wa Kristo wanavaa buibui. Wanavaa mila yetu. Ngoja kidogo, angalia vile sijaongea rongo. Pili, Uislamu sio buibui. Mwanamke Mkristo akivaa buibui ndio amekuwa Muislamu. Lakini ile mwanamke amekuja kusilimu, si alikuwa amevaa buibui? Amevalishwa na yule mama anafanyia yeye kazi. Kabla hata hajakuwa Islamu. Hata mimi amekaa hapa amevaa buibui. Hata mimi. Nini kidogo unamsilimisha Islamu? Nimeongea uongo. Hata mimi wewe ukiniambia unataka kuwa Muislamu, kabla usilimu nakupa kanzu unavaa, nakupa kofia, na unakuja unasilimu baadaye. Shida iko wapi? Kanzu ni nguo ya baridi. Hata hawezi kunisaidia. Afadhali jacket na suti. Kanzu si Uislamu, si kweli? Angalia, wacha mambo ya kanzu. Rudia tena unimwambie pole. Haya, pole. Haya, swali yako. Haya, swali. Baada na nini bwana? Haya, sawa. Sisi walimu tunajua. Hapa nikataza hata mic. Haya, sawa. Una swali ya kuuliza? Mimi swali ya kuuliza. Nimejenga hoja hapa. Acha na hoja, swali yako ni gani? Haya, nifungulie Qurani 4:171. Haya. 4:171. Inasema ni ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Msomee tumsaidie huyu mzee ambaye ni mtu sana mzuri. Asemagi ukweli tu. Yeye si muongo, ni vile asemagi ukweli. Si hivyo tu, anafurahi akiambiwa usemaji ukweli. Sawa, simsomee haya. Inasema ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Inasemaje? Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu. Naam. Wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli kabisa. Masihi Isa bin Maryam
Masihi Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, ni mtume wa Allah, na ni kiumbe aliyeumbwa kwa tamko lake tu Mwenyezi Mungu alilompelekea Mariamu, na ni roho iliyotoka kwake Mwenyezi Mungu kama roho nyingine. Basi muaminini Mwenyezi Mungu, kwanza muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake, wala msiseme watatu. Jizuieni na itikadi hiyo, itakuwa bora kwenu. Angalia hapa kwa hii Qurani. Wacha kuangalia, angalia, uliza swali. Al-Nisa 471. Allah anamwambia tuongee kweli kuhusu Isa. Naam. Alafu ukweli hapa amemita jina lake Isa, mwana wa Mariamu, nabii ya Allah, mtume wa Allah, Al-Masih. Hiyo yote jina lake iko hapa kabisa. Alafu anasema ruhullah khalmatulillah. Hakuna kitu kama hiyo. Soma bila bracket. Sampe asome. Asome bila bracket. Hebu rudia. Amesema nini? Soma bila bracket. Wacha kidogo. Amesema nini? Hebu rudia kwa Kiarabu. Asante. Rudia Kiarabu. Sasa hapa tumekuwa Kiarabu. Bila ulisema, hebu rudia. Ile kidogo najua nimesema khalmatulillah ruhullah. Mwalimu, haya, wacha kuweka asome Kiarabu na yeye. Usisome bracket, soma haya kwa Kiarabu. Mpe asome. Vile hiyo, wacha hii umati wasikie. Haya, sawa. Bila bracket soma. Haya, mpe asome. Mimi nimeongeza ama sheki ameongeza ama ni wewe? Wala hatusomi bracket, wala hatusomi Kiswahili, inasomwa Kiarabu, tusikie ulivyosema kama hivyo. Shida. Mpe asome. Kiarabu mimi mwenyewe sijui. Kalimatullahi sijui. Soma vile imeandika hapo. Aya inasema wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu, lakini kuna namna litamka, hata siwezi rudia. Soma tena. Inasema nini? Wasikiliza, ya ahlul kitab, يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة inasema aya wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, ni neno lake alilompelekea Maryamu, wa ruhun minhu, na ni roho iliyotoka minhu, min Allahi, imetoka kwa Allah kama roho zingine tu, na ni neno lake la kumwambia Maryamu zaa, neno lake Mwenyezi Mungu alilompelekea Mariamu la kumwambia Mariamu zaa mtoto, akazaa, na ni roho iliyotoka kwake, kwa maana roho zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Basi sasa hiyo ni nini hujaelewa? Kisha ukaambiwa faaminu billahi wa rasulihi, imesema muaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake, na Isa ni miongoni mwa mitume Mwenyezi Mungu. Isa ni katika rasul, ni katika mursalin, mitume wa Mwenyezi Mungu. Basi wala taqulu thalatha, msiseme hii mambo yenu kuja tuksi. Kama unataka kuelewa shida iko anafanya nini? Pasta bana. Uliza swali lingine. Pasta, nirudi huko tena kwa Isa. Nasema hivi, swali lingine unayo ama huna? Mwalimu hapo tu. Ikiwa Isa hapa ameita na jina 6. Hata 10 ameitwa ndani ya Qur'ani. Asante. Shida nabii ni yeye, mtoto ya Mariamu ni yeye, Al-Masih ni yeye, Isa ni yeye, alafu kalimatulillah ni yeye. Hakuna kalimatulillah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Hiyo kalimatu limetoka wapi? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama. Ile kalimatu lilipea Mariamu sio wapi? Mwisho unasema kalimati, hapa hakuna kalimati. Okay. Nasema hivi, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama. Hebu rudia kwa Kiswahili tusikie.
asikie bila ubano. Ni neno lake Mwenyezi Mungu alilompelekea Mariamu ya kumwambia zaa, akazaa mtoto. Na Mwenyezi Mungu akiumba kitu aliumba na nini? Aliumba na nini? Si aliumba kusema fanyika na inafanyika. Kun faya nini? Sema hakuna kun faya. Faya inatoka wapi? Kun faya kun iwe na ikawa na neno lake, si ndio? Sasa Isa ni neno ya Allah ambaye amekuja. Kun faya kun. Ngoja kidogo. Hata mbingu ni katika kun fayakun. Hata wewe ni kun fayakun. Hata milima ni kun fayakun. Hakuna kiumbe katika ardhi isipokuwa Mwenyezi Mungu ametaka iwe na ikawa. Kwa hivyo vitu vyote ni katika kusema kwake. Sasa nikuonyesha aya moja. Mwalimu tafadhali. Nitakupa hapa aya. Zaburi 33:6. Angalia vile anatoroka sasa. Asome. Wacha Qur'an ajitetee. Wacha asome Zaburi. Haya mpe asome. Mimi niko hapa kwa Qur'an. Haya sawa. Anajitetee. Haya patia huko. Haya, Zaburi 33:6. Hata Qur'ani, hata mbingu ni neno lake alilosema ikuwe ikawa. Soma hiyo. Inasema nini? Kwa neno la Bwana. Wewe sikiliza, kwa neno la Mwenyezi Mungu mbingu zilifanyika. Mbingu zilifanyika na jeshi lake lote. Kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa pumzi ya kinywa chake. Nini maana ya kwa pumzi ya kinywa chake? Chukua Imperimanto 8:3 Kumbukumbu la Torati. Hii kun fayakun neno yake ni pumzi yake ya kumwambia kuwa na inakuwa. Basi sasa hiyo unashindwa kuelewa Almayo? Soma 8:3. Sikiliza nini maana neno la Mungu. Mungu. Wewe sikiliza vizuri. Mungu ameumba vitu vyote. Rudia tena. Mungu ameumba vitu vyote. Mungu si Yesu peke yake ameumba vitu vyote. Vitu vyote. Endelea. Kwa neno lake. Ati nini? Kwa neno lake. Mungu ameumba vitu vyote kwa neno lake. Yaani maana yake yani kwa amri zinazotoka wapi? Zinazotoka wapi? Kinywani. Wapi? Kinywani mwa Mungu. Unaona, mwa Mungu. Kwa hivyo Mungu ameumba vitu vyote kwa neno lake, yani kwa amri zinazotoka kinywani mwa Mungu ama kinywani mwake. Basi sasa hiyo nani hajaelewa? Lakini Almayo kwa sababu Mwalimu, ngoja. Mwalimu nitangoja, lakini wacha tafadhali. Ngoja kidogo. Umati wanataka kujua Yesu Mungu. Subiri. Qur'ani. Tutarudi kwa Yesu Mungu. Hii aya tuliyosoma inasema Mungu ameumba vitu vyote kwa neno lake. Yaani kwa amri zinazotoka kinywani. Alafu neno amri imetoka kinywani la Mungu. Kumbe hii neno lake ni amri yake ya kuambia kitu kuwa inafanyaje? Umetafsiri vibaya. Soma. Mtarudie. Rudi hapo, soma. Mtarudie, asome kwanza, unachanganya. Kwanza tena sio rudi Zaburi kwanza. Zaburi umetoa Zaburi, usikatae. Kumbukumbu la Torati 8:3. Rudia tena. Hapa ni nini hujaelewa? Nafikiri ni Almayo, nafikiri hii kula nguruwe sana inapelekea unasahau haraka. Rudia andiko mwalimu. Hii kula nguruwe sana hii. Hii ndo shida. Wacha kula nguruwe, tulikwambia. Kitambi. Na ukitaka kufa ongeza na pombe sasa. Soma sasa. Wewe sikiza vizuri hapo, unafundishwa vizuri. Haya betri. Betri. Vitu vilivyoumbwa kwa neno la Mungu. Yesu ni miongoni mwa vitu vilivyoumbwa kwa neno la Mungu. Sio Yesu peke yake. Vitu vyote kwa neno lake. Soma sasa. Inasema nini? Wewe sikiza Almayo. Sikiza hapo. Usiende soko. Simama usikize. Sio wanakimbia. Unajua kukimbia ili usahau haraka. Sikiza hapo. Mungu ameumba vitu vyote. Mungu ameumba vitu vyote kwa neno lake. Maana yake yaani kwa amri. Wewe sikiza vizuri, kwa amri zinazotoka kinywani mwa Mungu. Basi rudia tena. Hajasikia. Simama usikize wewe. Mungu ameumba vitu vyote kwa neno lake. Endelea. Yaani kwa amri zinazotoka kinywani mwa Mungu. Sasa unaona hiyo vitu vyote, weka Yesu. Mungu ameumba Yesu kwa neno lake. Soma sasa
Hivi vitu vyote weka Yesu. Mungu ameumba Yesu. Amemuumba Yesu kwa neno lake. Amemuumba Yesu kwa neno lake. Yani kwa amri zinazotoka wapi? Kinywani mwa Mungu. Unaona sasa, Mungu amemuumba Yesu kwa neno lake, yani kwa amri inayotoka kwake. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, maana yake ni amri alilompelekea Mariamu ya Yesu kuumbika. Mwalimu, tulia. Hii umati anataka kujua kweli. Andiko umetoa. Wacha nimalize tafadhali. Nasema hivi, umati washajua ukweli, wewe ndio umebaki. Haya, kama hiyo umeongea ni kweli na ile naongea Bible anaongea ni kweli, watajichagulia, hakuna shida. Wacha niongee. Na Qur'ani imesema ukweli. Una swali nyingine? Asante, kama ameongea. Hii swali ya wakalimatu alqaha ila Maryam tushamaliza. Una swali lingine ama una? Mwalimu, shindano mali inaingia ndio unatolewa. Uliza swali lingine. Hapo sasa shindano. Kaa mzuri. Hapa swali ni hiyo. Atika mzuri, mimi nimesimama vizuri sijakaa. Uliza swali. Sawa. Mwalimu tulia haki. Wacha tujenge bana, endelea. Jenga, uliza swali. Swali umetoa maandiko mbili kwa Biblia. Mungu aliumba kila kitu na nini? Sio na nini. Wewe Kiswahili usiharibu. Mungu aliumba kila kitu kwa, sio na. Ukisema subiri. Ngoja nikufundisha lugha. Wacha ya lugha. Subiri kidogo. Sema vile. Hebu nyamaza kidogo. Ukisema Mungu ameumba na, maana yake ni kiunganishi. Kuna Mungu na kuna mwingine wanaumba pamoja. Mungu hakuumba na, aliumba kwa. Kwa maana yake subiri. Kwa maana yake kupitia. Mimi nimeenda kwa basi, ama nimeenda kupitia basi, ama nimeenda kwa kitu fulani, ama nimeongea kwa kitu fulani. Kwani kupitia. Mungu ameumba vitu vyote kwa neno lake, yani kupitia neno lake. Asante. Subiri. Mungu amemuumba Yesu kwa neno lake, yani amri zinazotoka kinywani mwake. Amri gani? Amri ya kusema mtoto akue na akawa. Basi sio kitu kubwa, ni very simple. Nini hujaelewa hapo? Wacha sasa. Mungu aliumba kila kitu na neno, sio na, kwa neno lake. Kwa neno lake. Hiyo neno ni nani? Neno sio mtu, ni amri. Mpe asome tena usikie. Mpe arudie. Neno anapea amri. Kweli hiyo sipingani. Sio neno inapewa amri. Nasema hivi. Ngoja, nataka unielewe. Neno sio mtu. Neno ni amri inayotoka kinywani mwake. Mfano, kun. Subiri, ngoja kidogo. Ngoja. Kun, ukisema ni neno sio neno. Maandiko umetoa. Sikiza kidogo basi ndo naongea hiyo andiko niliyotoa. Ukisema kun ni neno imetoka. Fayakun, kisha inakuwa. So Mungu akisema ikuwe mlima, inakuwa mlima. Sio kwa mlima ni mtu na neno ni mtu. Mungu akitaka mbingu ifanyike, anasema na ikuwe mbingu, mbingu inakuwa. Akisema na azaliwe mtu, anazaliwa. Na ifanyike farasi, inaumbika farasi. Na ifanyike hii, inafanyika. Kwa hivyo kwa amri yake vitu vinaumbika. Yeye anaumba kwa kusema au kwa kutamka kwa neno lake. Neno maana yake kuna mnenaji. Mnenaji ni Mwenyezi Mungu. Neno lake ni takwa, takwa lake. Kile alichotaka kiwe na kinakuwa papo hapo. Akisema wewe mwanamke unakuwa mwanamke sahihi. Wacha hakuna haja atengeneze mimi mwanamke tena kama anaharibu kazi. Wewe mwenyewe kutengeneza mwanamke. Nimetoa mfano. Hiyo ni tabia yenu. Nimetoa mfano. Ni mfano mbaya. Kwani wewe ufanyike mwanaume si mimi. Nasema hivi. Asante. Hiyo dini yako ya Kikristo kanisani sahihi wanaume wanaozwa. Sasa unaweza olewa hata na mchungaji wako, shida iko wapi? Si mnaruhusu hiyo kitu? Kwani unaanza sahihi? Ni Uislamu tu umefanya huo kitu, ni uchafu. Nyinyi hamna hudud, mnaoana wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, unakula nguruwe unavyotaka, unakunywa pombe unavyotaka, hakuna sheria mnafuata. Afadhali Waislamu wana sheria na hukumu. Nyinyi hasa wewe ama Ukristo kwa jumla duniani, they don't have a single law to follow. Everybody follows what they want. Kila mtu anafuata anavyotaka. Kila mtu anajitengezea kanisa. Ndio maana Biblia ni moja, kanisa laki moja. Yesu ni moja, imani 10,000 tofauti. Kwa nini? Kila mtu anafanya anavyotaka. Kwani hatujui Anglican Church, hii Anglican yetu kule Uingereza wanaozana wanaume kwa wanaume na wamepitisha kama sheria ndani ya kanisa yao.
Shida iko wapi? Hata Catholic pia walipitisha. Wako mawaziri wa Kikristo ambao wao kwa wao wanaoana huko uzunguni, kwani hatujui? Kwa hivyo wewe Almayo ukikaa vibaya uende Anglican ya UK utaolewa. Mimi nakwambia afadhali kaa hapa na Waafrika. Hapa kuna sheria. Kule hakuna sheria. Shida iko wapi? Na wakikuona una kitambi wanafikiri una mimba. Shida iko wapi? Uliza swali. Unataka kuhepa hoja. Si hepi, uliza swali. Unataka kuhepa hoja. Uliza swali. Hakuna siku Pastor Ali anaolewa. Nguruwe kule anayekula nguruwe ni Waislamu. Qurani 5. Uliza swali. Anayekula nguruwe ni Waislamu. Unaamini Yesu ndio unakula unakata. Turudi kwa mada. Turudi kwa mada. Acha hiyo. Unaamini Yesu ni Mungu? Asante. Ngoja kidogo. Usiniseme asante. Unaamini Yesu ni Mungu? Si hata Qur'an anasema yeye ni neno ya Allah. Wewe unaamini Yesu ni Mungu ama? Kwa nini unatoroka nasema hivi? Wewe unaamini Yesu ni Mungu ama? Mungu nimekutolea. Nasema hivi, hebu narudia swali. Do you believe that Jesus is God? Unaamini? Yes, God with us. I have already told you. Okay. Is his father also a God? Baba yake pia ni Mungu? Hai. Ile kalmatulillah. Sitauliza kalmatulillah. Nauliza hivi, Almayo, na kuuliza kuhusu imani yako. Siongei kuhusu Qur'ani. Ungekuwa ni Muislamu ningekuuliza kuhusu Qur'ani. Wala sikuulizi kuhusu Biblia. Na kuuliza wewe as a single person. Do you believe that Jesus is God? Wewe kwa nini unakataa? Haya. Do you believe that his father is also God? Kwa nini unakataa? Hao ni God ngapi? Haya, wacha nikuoneshe sasa. Nini nyingine naonyesha kwa Qur'an? Angalia. Narudia tena. Usiseme. Mwalimu tulia. Nasema hivi, narudia tena. Hata wewe tulia. Ngoja kidogo. Kwa nini unababaika? Nasema hivi, ama patia mwalimu. Hebu nijibu vile nauliza. Hebu peana mic huko, peana huko. Anaanza mchezo. Wewe peana mic huko. Peana huko. Msomaji yako hivyo unamdhulumu haki. Chukua mic msomaji. Mwalimu ndio hii. You cannot have both. You must remain with one because God is only one. God is not two. If the Father is God and Jesus is God, then these are two gods. And we don't believe in two gods. We believe in how many gods? Only one God. So, either of this or one of them is not God. It's either Jesus is not God or the Father is not God. So that we remain with one God. So unakuja kutuambia Yesu ni Mungu, Baba yake ni Mungu, kisha unakuja nasema Mungu ni moja. Hawezi kuwa moja. Baba na Mwana, unasema Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, hiyo ni Mungu mbili. Qur'ani inasema Yesu si Mungu, Mungu ni moja peke yake. 16:151. 16:51 Qur'ani. Kisha anakimbilia Qur'ani. Almayo, mimi namuuliza kuhusu itikadi yake, anakimbilia Qur'ani. Hiyo ni kujitafutia kuepa. Unakimbilia Qur'ani nini na kuuliza kuhusu Biblia yako na imani yako? 16:51 inasema baada billahi minashaitanir rajim. Wasikiza Almayo. Na Mwenyezi Mungu amesema, Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, msifanye waungu wawili. Msijifanyie Mungu mbili, Baba na Mwana. Hakika yeye ni mmoja Mola tu. Yeye ni Mungu mmoja tu. Basi niogopeni mimi tu. Huyo Mungu peke yake ndiye anafaa kuogopewa. Swali, kati ya Baba na Yesu, nani huyo Mungu mmoja wa kweli? Kaa chini, sio unasimama. Uliza swali, ujibu swali. Kati ya Baba na Yesu, nani huyo Mungu mmoja wa kweli? Kaa chini. Mwalimu kwanza mimi nasimama. Siendi, nasimama hapa tu. Utatoka mpaka nje, hataki. Kaa chini. Mwalimu kwanza hata wewe kaa. Umesikia swali yangu? Nimesikia. Sasa nimeuliza nini kwanza? Rudia. Narudia hivi. Kati ya Baba na Yesu, ni nani huyo Mungu mmoja wa kweli? Hapo ile Allah aliumba. Sijauliza Allah. Ndio nakujibu. Siende kwa Allah. Jibu swali niliyokuuliza. Nisikize, narudia tena. Narudia tena, sikiza Almayo. Narudia swali yangu. Kwa kuwa Mungu ni mmoja na sio wawili, kati ya huyu Baba na huyu Yesu, ni yupi huyo Mungu mmoja wa kweli? Mungu ambaye ameumba, alafu ile neno lake aliumba. Sijauliza alafu neno. Ndio Yesu. Wawili. Qur'an mwenyewe anasema. Sikiza Almayo. Nielewe. Roho ya Allah. Kwa nini nakataa? Narudia tena. Hiyo ni Mungu mbili. Hebu nisikize kidogo. Sijasema mimi nimekataa. Una uhuru wa kusema ni Yesu, una uhuru wa kusema ni Baba. Mimi sijauliza kuhusu
wote wawili. Nimeuliza kati ya hawa ni yupi huyo Mungu wa kweli mmoja? Mungu, nisikize, Mungu ni ngapi? Mungu ni moja. Tena wa kweli, si ni kweli? Ndio. Kuna huyu Baba ambaye ni Mungu. Ndio. Na kuna Yesu ambaye pia ni Mungu. Ndio. Swali yangu, kati ya huyu Baba ambaye ni Mungu na kati ya Yesu ambaye ni Mungu, ni yupi huyo Mungu mmoja wa kweli? Utatulia sasa nikujibu. Jibu. Asante. Mungu ni ngapi? Moja. Aliumba kila kitu na nini? Hiyo kuumba sijauliza. Kati ya Yesu na Baba. Hebu narudia, Almayo. Hebu subiri kidogo, Almayo. Hebu nisikize kidogo. Mambo ya kuumba nisikize kidogo. Mambo ya kuumba nisikize kidogo. Hebu nisikize kidogo. Nakuachia. Utaniachia tu. Nasema hivi. Umeuliza swali? Nasema hivi. Unataka kutoroka, una haki ya kutoroka. Na kama unasikia kiu, maji tutakuletea. Hata soda tutakuletea. Hii mambo ya kuumba tutarudia. Kati ya Baba na Yesu, huyo Mungu mmoja wa kweli ni yupi? Ni huyu Baba ama ni huyu Mwana? Hebu nipate watu wawili. Nitoe mfano hapa, watu wawili hapa. Watu wawili, kaa chini. Watu wawili. Haya. Wewe simama hapa. Haya, na wewe simama hapa. Huyu ni Baba, simama kando. Huyu ni Baba. Anaitwa Yehova. Huyu ni Mwana, anaitwa Yesu. Mungu sio wawili. Mungu wa Islamu ni ngapi? Sasa ili tujue huyu Mungu mmoja ni yupi kati ya huyu na huyu, je, ni huyu Baba ndio huyo Mungu mmoja wa kweli au ni huyu Yesu ndio huyo Mungu mmoja wa kweli? Swali yangu ni very simple. Kati ya Baba na Yesu, huyo Mungu mmoja wa kweli ni gani? Asa huyu ama ni huyu? Jibu. Kaa chini. Kaa chini. Wacha wasimame hapa. Na umeongea na illustration ni mzuri. Jibu swali. Angalia jua hiyo. Angalia hapo tu. Angalia tu. Wacha tafadhali tulia. Umeelewa swali yangu? Nimeelewa kabisa. Nimeuliza nini? Hebu rudia swali yangu. Angalia hapo. Hebu subiri. Nauliza hivi. Nauliza swali yangu. Nimesema hivi, hebu Almayo nisikize. Kama uniangalia usiniogope, kwani wewe ni mwanamke unashinda kuniangalia? Angalia mimi kwa macho. Angalia kama mwanaume. Huyu ni Yesu, simama kando, ni Mwana. Mumeita yeye Mungu. Huyu ni baba ya huyu. Huyu ni baba ya huyu. Munaita Mungu Baba. Na Mungu si wawili. Mungu wa Islamu ni ngapi? Chagua moja kati ya huyu na huyu, ni yupi huyo Mungu wa kweli? Je, Mungu wa kweli ni Baba ama ni Yesu? Usianze kuniletea mambo ya jua na mwezi. Mimi sitauliza huko. Jibu. Hata hao waondoke basi. Wewe simama hapa. Usiondoe, simama hapa. Mungu wa kweli ni yupi? Je, subiri sasa. Je, ni wote wawili ndo Mungu ama ni huyu ama ni huyu? Jibu. Asante. Umeleta mfano mzuri. Jibu. Alafu na kujibu. Wewe umechukua hiyo mfano ni wanasikia, si ndio? Tulia tafadhali. Sawa, jibu. Mimi na wewe ni maana. Jibu. Kati ya Baba wanatafuta. Kati ya Baba na Yesu. Mungu wa kweli. Hiyo swali ni ngapi? Usikatae tafadhali. Mimi sitakataa yako. Sasa mimi naangalia hapa. Nasema hivi. Swali moja. Nasema hivi, ngoja kidogo Almayo. Mimi nakataa. Sikiza, sikatai. Sitakataa. Nasema hivi. Sikiza kidogo Almayo. Kwa jua tukimaliza hii tutaenda kwa jua na mwezi. Hata ukitaka tutapanda ndege tukaangalie, sina shida. Mimi nauliza kwa kuwa Mungu ni ngapi? Moja. Qul huwallahu ahad. Mungu ni ngapi? Moja. Lakini hapa tuko na wangapi? Kuna Mungu Yehova ambaye ni baba yake Yesu. Ikiwa Yesu ni Mungu na Yehova ni Mungu na Mungu si wawili, Mungu ni ngapi? Ni moja. Huyo Mungu moja, je, ni huyu Yesu ama ni huyu baba yake? Jibu. Hiyo ni ufahamu wako mdogo. Jibu sasa. Ufahamu wako mchache. Wacha sasa niongee kidogo. Jibu. Kati ya baba na Yesu, huyo Mungu mmoja wa kweli ni nani? Ndio sasa tunatafuta. Tafuta. Si ndio? Tulia kidogo. Tunatulia. Tumeonyesha hii wawili, hakuna siku watakuwa pamoja. Hawa ni wanadamu. Kaeni chini. Angalia hii kiumbe ya Mungu. Tulia hapo. Angalia hii kiumbe ya Mungu. Jua huko, enda huko. Tushakujua. Mungu mmoja ni huyu Baba ama ni huyu Yesu? Biblia inafaa ijibu. Waislamu ijibu isijibu? Ijibu isijibu? Biblia tuambie, huyo Mungu mmoja ni Baba ambaye ni yule Mungu Yehova ama ni Yesu ambaye ni Mungu Mwana? Biblia inafaa kujibu huyo Mungu mmoja ambaye Waislamu wanasema qul huwallahu ahad. Huyo ahad ni Allah ambaye wanamuita Yehova ama ni Yesu ambaye wanamuita mtoto wa Allah?
kwa itikadi yao. Biblia ijibu 8:6 wa Korintho wa kwanza kati. 8:6 wa Korintho ni wa kwanza. Inasemaje? Lakini kwetu. Wasikiliza. Lakini kwetu sisi Mungu. Soma tena vizuri. Lakini kwetu sisi. Lakini kwetu sisi Mungu. Mungu. Ni mmoja tu. Ni ngapi? Ni mmoja tu. Ni nani? Ni Mungu. Mmoja tu. Nani? Aliye Baba. Washaruku wa Yesu. Mungu ni ngapi? Mmoja. Aliye nani? Baba. Huyu Yehova peke yake. Yesu Biblia imesema sio wewe. Mungu ni mmoja aliye Baba. Hiyo maneno ni kweli ni uongo? Marko 12:32 soma sasa. Marko 12:32. 12:32. Sikiliza hapo. Biblia inasema Mungu ni mmoja aliye Baba. Yesu hayuko katika kuwa Mungu huyo mmoja. Soma ile mwandishi akamwambia. Akamwambiaje? Hakika mwalimu. Hakika mwalimu. Umesema vyema kwamba. Wewe Yesu umesema vyema ya kwamba Mungu ni mmoja. Ati nini? Mungu ni mmoja. Huyo hapa Mungu ni mmoja. Wala. Ati nini? Wala. Hakuna mwingine. Ondoka Yesu, hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Ondoka Yesu, hakuna mwingine. Ila yeye. Bas. Hakuna ingine, hakuna Yesu, hakuna Roho Mtakatifu, wala hakuna Paulo. Hakuna mwingine ila nani? Yeye, Mwenyezi Mungu. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Hii ni mfano natoa, wewe sio Mungu. Usijiende kwa Yehova, unaweza kumuita Yahwe, unaweza kumuita ile jina unataka Ngai. Huyo ndo Mungu mmoja, anaitwa Allah. Huyo peke yake. Wala hakuna mwingine isipokuwa yeye. La ilaha illa Allah. Hii ingine ya pili, na alishindwa kujibu swali. Tulimuuliza tu simple. Yesu ni Mungu, Baba ni Mungu. Na Mungu si ngapi? Wawili. Mungu ni ngapi? Kati ya hao wawili ni yupi Mungu mmoja? Alishindwa, lakini sisi tumemjibu, hatukumjibu. Waislamu tumemjibu, hatukumjibu. Tumemjibu na tumemwonyesha. Ukikataa kumwamini Mungu mmoja, shauri yako. Endelea na Mungu Baba, Mwana na Roho kama sambusa.